mimi nilichaguliwa miongoni mwa watu waliokuwa kama mimi, na nikapendekezwa pamoja na rafiki tuliokuwa tayari tuko nao kitengo cha Wageregere kuingia kusoma. Kule kuna chuo ambacho huwa kipo hata duniani kwa wale watu, baadhi ya wale wanaohitimu masomo ya madrasati. Kile chuo kinaitwa Elimu ya Falaki, chuo cha maarifa, na baadhi ya walimu wa kule wanatoka duniani huku. Nikawa nimeunganishwa hapo, nikaanza masomo. Somo la kwanza lilikuwa ni somo la unyagu kombo la mlambo, ambalo unyagu kombo la mlambo ni kwenye general supplier, yani ya kutengeneza magonjwa huko, halafu mnayaleta duniani kuyasupply ili yaenee na watu wafe. Kwa hiyo kwenye somo lile nakumbuka tulitengeneza ugonjwa unaoitwa mafua ya ndege na bonde la ufa. Ule ugonjwa watu waliachaga kula kuku na ng'ombe na mbuzi, wakijua ndio vinasababisha ule ugonjwa, lakini ni kitu tu ambacho si tulikifanya ili ionekane chanzo ni hicho, ili madaktari wale walio upande wetu watakapokinadi kile kitu wakute sisi tumeshajiimarisha kwa zile damu na kafara za wale wanaokufa, kisitu infect kwa kupitia makafiruna wale warokore wanaoomba. Kwa hiyo tulisupply hasa sehemu kubwa katika Tanzania, tulisupply kwa mikoa 7. Kwa Afrika Mashariki tulisupply mikoa 53. Yani kwa Tanzania mikoa 7. Kwa Afrika Mashariki tulisupply kwa mikoa 53. Nchi ngapi sasa? Ilikuwa ni nchi ya Burundi, nchi ya Rwanda, nchi ya Kenya, nchi ya Uganda na nchi ya Tanzania. Sisi tulikuwa tunafanya kazi sana wakati huo kwenye mfumo wa nchi hizo, na kuna watu wengi ambao tulikuwa nao wa kutoka jumuiya za nchi hizo. Kwa hiyo ule ugonjwa tuliusambaza sisi, na kwa upande wangu mimi nilifanikiwa kukusanya lita 180 za damu. Kuna damu aina 3. Kuna damu changa, lakini kuna damu tamu fibrinogen, ambayo ile damu ni nzito ya machifu, lakini kuna damu mafuta ya gari, ambayo ile damu mafuta ya gari ni chafu. Ile uwaga magwiji na machifu hawanywi, wanakunywa wachawi wadogo wadogo, lakini naingia tenki la damu kusapoti ndege za usafiri wa kichawi. Hizo damu zinatoka kwenye watu wa aina gani? Binadamu yeyote ana damu zote aina 3. Yaani hata hapo ukijikata, damu chafu itatangulia kutoka, ni na ikishafika kule uwaga chini panaroa kama ni maji, ina mchanganyiko. Lakini fibrinogen uwaga ni damu nyekundu, ambayo ikishafika chini inajijengea utando wa kuganda. Lakini damu kali ile huwaga ni damu inayobaki kwenye nyama na inatoka kidogo kidogo, huku inakuwa kama mlenda. Ikifika chini inabadilika rangi, inakuwa nyeusi. Kwa hiyo binadamu wote wana damu ya namna hiyo. Sasa uwaga ili kuchukua kafara inategemeana binadamu unayechukua ni binadamu wa namna gani, na utofauti wake. Duniani kuna aina 12 tu za binadamu, na hizi aina 12 za binadamu zimetokana na nyota zao. Kwa hiyo kama shughuli yenu inahitaji nyota ya punda, ukichukua nyota ya simba unaenda kuiharibu ile shughuli. Kama shughuli yenu inahitaji nyota kaa, we ukaenda kuchukua nyota masuke unaenda kuharibu.
Kwa hiyo hizo nyota ni aina za binadamu. Kwa hiyo ukija kuchukua mtu ambaye ni tofauti na ile nyota iliyopangiwa kutoa kafara ya damu hiyo, unakuwa umeleta kitu ambacho sio chenyewe. Kwa hiyo utapigwa double charge, ukatafute wawili. Ukifanya makosa mara 3 na wewe unakufa. Kuzimu haina msamaha.